Habari za leo wahitimu au alumni wa Mwalimu Ole Njolai. Nipende kuchukua nafasi hii awali ya yote kumshukuru Mungu kwa neema hii aliyonipa na kibali aliyonipa kuweza kusimama mbele yako siku ya leo na kuweza kuwa na ujumbe ambao uko moyoni mwangu ninaopenda kuleta kwako. Napenda tu kusema kama utangulizi ya kwamba nina habari njema kwa ajili yako, kwa ajili ya wadogo zako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya ndugu zako, kwa ajili ya wanafamilia yako, kwa ajili ya marafiki zako, kwa ajili ya watu unaofanya nao kazini, kwa ajili ya watu wote ambao unaofahamiana nao katika nchi hii ya Tanzania. Mimi naitwa Ole Njolai Moko. Kifupi niite tu Ole Njolai. Kabila langu ni Mmasai, kama wanafunzi wangu wengi wa DIT zamani miaka 2016 mpaka 19 walikuwa napenda kuniita jina la Mwalimu Masai. Na katika muktadha namna hiyo nipende kuchukua nafasi hii kukaribisha sana alumni ambao unaosikiliza ujumbe huu. Ujumbe huu ni wa msingi sana kama nilivyosema na nilivyotangulia kusema. Ni wa muhimu kwangu na muhimu kwako, ndio maana Mungu amewachilia katika nyakati hizi. Na nipende kukaribisha na uweze kusikiliza ujumbe huu na kuangalia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu ujumbe huu ni jibu la swali unalojiuliza, ni jibu ya changamoto unaifahamu ya kwako, ya jirani yako, ya mdogo wako, ya mtoto wako, ya ndugu zako, ya marafiki zako. Kwa hiyo hili ni jibu linalokuja katika nyakati hizi cha kizazi cha teknolojia au Gen Z. Mimi kama nilivyosema, namshukuru Mungu aliyenipa kipawa cha ualimu pamoja na uhandisi. Miongoni mwenu nimewafundisha mkiwa kwenye ngazi ya O-level katika shule ya sekondari Kilangalanga, shule ya sekondari Miande, Dosa Azizi, Tumbi sekondari, ambazo zote ziko katika wilaya ya Kibaha na eneo la Mlandizi. Na wengine nimewafundisha mkiwa mko katika A-level katika X-Ray Tuition Center ya kwangu ambayo nilifungua Arusha mwaka 2010. Wengine nimewafundisha Mwenge sekondari mkoa wa Singida, wengine nimewafundisha Oswald Mang'ombe Secondary School mkoa wa Mara, na wengine nimewafundisha Nyakabungo Secondary Primary School mkoa wa Mwanza, wengine nimewafundisha Moshi Technical Secondary School mkoa wa Kilimanjaro, na wengine wa A-level nimewafundisha Sheban Robert Secondary School katika jiji la Dar es Salaam. Na wengine wenu nimewafundisha ngazi ya diploma na ngazi ya degree mkiwa mnasoma taasisi ya DIT au Dar es Salaam Institute of Technology, DMI, Dar es Salaam Maritime Institute na Aris University au chuo kikuu cha Aris. Katika muktadha huo, hili kundi kubwa la alumni la Ole Njolai ni wanafunzi wa O-level, A-level, diploma na bachelor degree. Kwa hiyo ni jamii kubwa na mkusanyiko ya wanafunzi wengi, na si tu wahandisi, hapana, ila wahandisi wanakuwa ni wengi wao, lakini kuna wengi ambao wako katika fani, wako mpaka wachungaji katika kundi hili, wako wainjilisti, wako pia walimu kama mimi ambao wanaitwa kama huu, wako mitume, wako manabii, ili tuweze kupa picha kwamba wako madaktari, wako mafarmasisti, wako watu wa fani mbalimbali, lakini kundi kubwa ni wahandisi, kwa sababu nimenoa wahandisi ana kwa ana katika nchi hii zaidi ya 3,000. Katika muktadha namna hiyo, nataka niseme sasa kuna shida gani au tatizo ambalo lipo. Kulingana na tafiti za TAMISEMI na tafiti ya Wizara ya Elimu na Sayansi na Teknolojia ya Tanzania pamoja na vyuo vingi vikuu, researchers, professors wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wa DUCE pamoja na vyuo mbalimbali ikiwepo DIT, zinaonyesha kabisa kwamba bado wanafunzi wengi wa kidato cha kwanza mpaka cha 4 O-level education na wanafunzi wengi wa kidato cha 5 mpaka cha 6 A-level education wana changamoto ya kuweza kuelewa vizuri, kumudu, kufaulu na pia kufanya vizuri na kutimiza ndoto zao katika masomo ya hisabati. Kumbuka hisabati kwa Tanzania inaitwa ugonjwa wa taifa. Kwangu mimi hisabati ni somo ambalo sio ugonjwa wa taifa. Masomo ya sayansi, kiwepo fizikia, chemistry pamoja na biolojia, na masomo ya computer science ambayo ni somo jipya ambalo ndio kizazi cha sasa kinapokwenda, masomo ya artificial intelligence ambayo yameshawekwa kwenye mtaala mpya, lakini pia masomo ya lugha pamoja na masomo ya neno la Mungu ambayo ni Bible knowledge na divinity. Katika muktadha namna hiyo, changamoto hii inasababishwa na sababu mbalimbali. Naomba nisitaje, wewe ni mdau, wewe umepita kwenye masomo hayo, umesoma, unafahamu vizuri yamkini kuliko mimi au kuliko hizo tafiti ambazo nimezisoma.
Sasa katika muktadha, kuna namna nyingi ya kutatua changamoto hizo. Kwenye nchi yetu, njia ambayo imekuwa ikitumika tangu kabla ya kupata uhuru hata hivi sasa na ikaendelea kutumika ni njia ya kuwakusanya hao wanafunzi na kuwafundisha katika maeneo makubwa mawili. Eneo kubwa ambalo linalotumika kwa ajili ya kutatua changamoto hii shuleni, na pia eneo lingine linalotumika tuition center, na eneo lingine la tatu labda kwenye ngazi ya familia kama watu waliosoma masomo wako. Kwa hiyo maeneo makubwa ni matatu. Lakini mimi namshukuru Mungu amenipa maono makubwa ya kitaifa ambayo ya kuongeza eneo la 4 katika hayo maeneo matatu yanayokuwa yanatumika kutatua hiyo changamoto. Na eneo hili ni kufundisha kwa kutumia vifaa vya kielektroniki pamoja na mifumo au mitandao ya kijamii jumlisha mtandao wa internet. Hiyo ni habari njema. Si jambo jipya, lilitokea au lilifanyika kipindi cha COVID-19 na tuliona nafasi yake, lakini baada ya COVID-19 tukarudi kwenye njia ya dhamani, kwenye utaratibu wa dhamani wa kujifunza ana kwa ana, ambao pia mimi sipingani nao kwa sababu mimi mwenyewe ni zao la mafundisho ya ana kwa ana. Na katika muktadha namna hiyo, ninachotaka kukuambia, sawa, hizo njia zilizotumika, bado changamoto inazidi kuwa kubwa. Wanafunzi wengi wenye ndoto za kuwa wahandisi, kuwa madaktari wanaongezeka, shule zinaongezeka mwaka baada ya mwaka, lakini bado changamoto ya kuelewa masomo haya iliyotaja sasa, hisabati na sayansi, iko pale pale. Na mimi kama mdau, Mungu amenipaka mafuta niwe lango, niwe mwanzilishi rasmi sasa wa kufundisha full time katika teknolojia hiyo ya internet, ambapo nini kinachofanyika? Nitakuwa natumia vifaa vya electronics kama simu, iPhone, smartphone, iPhone, laptop, desktop, iPad, tablets na smart TV kwa ajili ya kuweza kukufikishia au kwa ajili ya kuweza kukufikishia. Kwa hivyo vifaa wewe utavitumia au mwanafunzi atavitumia kupata masomo yetu mubashara. Tunakuwa na live session na tunakuwa na vipindi ambavyo tumeshavirekodi, kwa hiyo anaweza akapata video na audio nzuri, lakini kupitia kwenye mitandao ya kijamii atapata notes, atapata vitabu, atapata maswali, tutorial questions, tutasolve maswali mbalimbali ya NECTA kuanzia miaka 2017 mpaka 2025. Tutaandaa program za likizo ya Juni, ya midterm, ya annual. Tuna mambo mengi na tuna vipengele vingi na mikakati mingi ya kuweza kuhakikisha kwamba tunatatua hiyo changamoto. Sasa katika muktadha namna hiyo, hivyo vifaa vinatakiwa kwamba viwe na software, ambazo software naziita kwamba ni platform ambazo, au software tunaziita kwamba social media software. Tutawafundisha wanafunzi wa Kitanzania kwa kutumia YouTube, kwa kutumia WhatsApp, kwa kutumia Facebook, kwa kutumia TikTok, kwa kutumia Instagram, kwa kutumia Telegram, kwa kutumia website ya kwetu, kwa kutumia mobile application ya kwetu, kwa kutumia X na kadhalika, na mifumo mingine ya kijamii inayoendelea kugundulika. Sisi tutakuwa tuko hapo kwa sababu maono haya ya kitaifa kwa ajili ya mikoa 31 ni ya ngazi ni ya muda mrefu, ni ya zaidi ya miaka 40 ya baadaye. Wakati ujumbe una rekodi 2026, kwa hiyo 2026 jumlisha 40 ngapi? Maana yake 2066. Hayo ndio maono ambayo Mungu ametupa, iwe tuwepo au hatupo. Na kama ukikumbuka, wakati nilipokuwa nafundisha ana kwa ana, nilikwambia wito wangu ni ualimu, na namshukuru Mungu alinipa wito wa ualimu, na nitakuwa mwalimu na nitafundisha siku zote za maisha yangu. Sasa hivi naomba ni update, niongeze thamani kwenye hiyo sentence ambayo umesikia kutoka kwenye kinywa hiki. Sentence hiyo bado iko sahihi, lakini sasa hivi Mungu amenipa nafasi ya kufundisha tu, sio mpaka siku zote za maisha yangu, hata baada ya kufa kwangu. Nitakapolala, video hizi zitabaki, zitawafundisha watoto wangu, watoto wako, watoto wa yule, watoto wa Kitanzania, zitawasaidia kuondokana na hofu. Na sasa wale wanaosoma shule za kata, sawa, tunafahamu kuna changamoto ya mtandao, sawa, tunafahamu kuna changamoto ya watu wengi labda hawezi kumudu smartphone, lakini mambo yanabadilika miaka 10 baadaye. Hivyo vitu vinakuwa sio changamoto kama vile ambavyo vitu vingine sasa hivi sio changamoto. Lami ilikuwa changamoto miaka 40 iliyopita ya nchi ya Tanzania, lakini sasa hivi kuna maeneo mengi ambayo lami imefika. Unanielewa? Kwa hiyo ondokana na hizo changamoto ambazo zipo. Kama nilivyokuambia, haya ni maono ya muda mrefu. Na katika muktadha namna hiyo tunakwenda kutumia, kwa sasa tumejikita katika mifumo miwili ambayo tutakakwenda kutumia kwa ajili ya kufundishia, na tumeandaa program nzuri ya likizo ya kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6 mpaka tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa hiyo ujumbe huu ni kwa ajili ya kwao. Kwenye
Kwenye platform hii au kwenye program hii, nini ambacho nachotaka kusema? Nasema ni rahisi sana. Platform ya kwanza natumia YouTube kwa ajili ya kufundisha kwa njia ya video, kwa njia ya maandishi na kwa njia ya sauti. Unapataje shule yetu kwenye YouTube? Rahisi sana. Unaandika tu jina la Tanzania. Hii inaonyesha kwamba ni shule ya Kitanzania, na tunafundisha kwa kutumia mitaala mipya. Tunafundisha kwa kutumia lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili, kwa sababu lugha ya Kiswahili ndio lugha ya taifa na lugha ya Kiingereza ndio lugha ya kazi, ili wanafunzi waweze kuelewa na kuondokana. Kwa hiyo unaandika kwenye YouTube application Tanzania Online O Level Sec School, na ukishaandika unatafuta, na bonyeza search, unasubiri. Itakuja video nyingi za Tanzania Online O Level Sec School, lakini utakuja kuona icon hii hapa ambayo inaonyesha Tanzania Online O Level Sec School. Unabonyeza kitufe hiki. Ukishabonyeza kitufe hiki tayari umeshafika shuleni. Umeshafika shuleni. Kuna wanafunzi 1140 tumeshawafikia, hatuwajui, hatujawahi kuwaona. Tumeshaachilia video 270 na tunakuwa mubashara saa 1 kamili mpaka saa 4 usiku. Manake kwa nini? Kwa sababu watoto hawa hawana simu, wanatumia simu za wazazi, ndio maana tunaenda mubashara muda huo. Lakini kuna vipindi zaidi ya 270 wakati wa asubuhi, mchana, kama na simu anaweza akasoma, na hivi vyote ni vipindi vya kwao. Haya yote ni vipindi vya kwao ambavyo tumewafundisha, ambavyo vinaweza vikawasaidia, badala kuangalia TikTok, kuangalia Diamond, si kuangalia nini muziki, wanaweza wakaangalia na wakajifunza na wakasoma na wakatangulia mbele kabla ya kwenda kuanza muhula mwingine mwezi Julai. Tunajua anatakiwa pumzike, lakini basi watumie muda kidogo kusoma na kujifunza mambo ambayo yako mbele. Na ukitaka kupata shule yetu ya A-Level ni rahisi. Kwenye YouTube unaandika Tanzania Online A-Level Sec School. Kwa hiyo kwenye O unaondoa, unaweka A, alafu unabonyeza kitufe cha kutafuta. YouTube inakutafutia, tayari imeshakufikisha. Hii ndio shule yetu ya Tanzania Online A-Level Sec School. Ukitaka kujisajili ni rahisi, utaona kitufe cha subscribe. Manake utabonyeza, kinakuwa maeneo haya, kitufe cha subscribe, utabonyeza hicho kitufe, na baada ya kubonyeza utakuwa umeshajisajili, na utaangalia kwamba hizi zote ni video za advanced physics, advanced chemistry, advanced pure mathematics, basic applied mathematics, advanced computer science, divinity iko humu ndani. Video zote hizi, manake umeona kabisa hapa tumeshafikia wanafunzi 1880 na tuna video 330. Sisi ni full time teachers wa O Level na A Level. Kwa hiyo tuko hapa, hatuko tu hapa kipindi cha likizo. Tuko tunafundisha kuanzia tarehe 2 Januari mwanzoni mwa mwaka mpaka tarehe 31 Disemba mwishoni mwa mwaka, au mpaka tarehe 30 Disemba mwishoni mwa mwaka. Kwa hiyo tuko mubashara na tuko tunafanya kazi hii endelevu. Lakini hatutaki tu kulea akili za wanafunzi, tuna jukumu pia sasa hivi la kulea roho zao. Tuna shule ambayo inaitwa Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania. Unaandika kwenye YouTube, unatafuta, ikishakuja utaona icon pia. Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania, naona Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania. Naona imetuletea kitu kingine. Hivyo Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania. Utaona hii ndio shule yetu, utaingia hapo. Tayari namshukuru Mungu kuna wanafunzi 181 wameshajisajili, na tuna video 58 ambazo zinakufundisha juu ya maarifa na hekima neno la Mungu. Hii sio shule ya kizehebu. Sio shule ya kizehebu. Wewe haijalishi dini yako na haijalishi zehebu lako ni lipi. Hapa tunajadiliana na habari za ufalme wa mbinguni sawasawa na neno la Mungu liandikwa kwenye Biblia takatifu. Huo ndo msingi wetu. Kwa hiyo unaona tuna idara ya mafundisho ya watoto wadogo au watoto, tuna idara ya semina za mafundisho, tuna makongamano, na nikutangazia tuna kongamano la maombi ya likizo ambalo tunalifanya tarehe 7, tarehe 8, siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, wiki ya pili ya mwezi wa 6, na kipindi kinakwenda mbashara kuanzia saa 11 kamili asubuhi mpaka saa 12, wakati ukiwa unajiandaa kwenda kazini, unahakikisha mtoto wako anajiunga na maombi haya. Tunakuwa na maombi kwa ajili ya kanisa, maombi kwa ajili ya shule za sekondari, maombi kwa ajili ya shule za msingi, shule za chekechea. Tunapokuja huku hatuangalii tu wale wanafunzi wa ole, lakini tunazingatia sana wale ambao tunawafundisha. Ninaamini kabisa kama umepata ujumbe. Lakini sambamba na hilo, kama nilivyosema, tumepanua wigo wetu, tunafundisha kupitia WhatsApp. Tuna WhatsApp community ambayo inaitwa Elimu Tanzania Mtandaoni, sekondari mpaka vyuo vikuu Ole Njolai N. Na tuna magrupu 4. Grupu la kwanza ni Elimu Tanzania Mtandaoni O Level na A-Level students. Hapa wanafunzi watakuwa wananitumia majibu ya homework nitakazokuwa naacha kwenye session, kwenye live session, na pia nitakuwa natuma notes kwenye PDF na notes, na nitakuwa natuma pia thumbnail mbalimbali, ratiba na AI images, AI videos
pamoja na video mbalimbali na linki za video. Lakini pia tuna grupu zuri la kwenu la alumni ambalo linaitwa Elimu Tanzania Mtandaoni, alumni wahitimu wa Ole Njolai M. Na tuna grupu la wazazi, walezi pamoja na walimu. Namba ya kujiunga ni hii hapa, namba 0759745331 na namba 0718948835. Kwa misingi hiyo, tunapenda kuwasilisha maombi yetu kwenu alumni. Tuna maombi kadhaa ya msingi sana ambayo ni maombi matano kwenu, na tunaomba kwamba yapate kibali kwenu. Unaweza ombi letu moja likakubalika au maombi yetu mawili, lakini maombi yetu kwa Mungu uweze kuyapokea maombi yetu matano na kuyafanyia kazi. Ombi letu la kwanza, tunaomba kibali na neema na ruhusa kutoka kwako kwa wale ambao tuna namba zenu na tumeandika namba zenu kwenye madaftari ili tuweze kuunganisha katika makundi haya kwa ajili ya kazi maalum nitakayokuwa nawaambia. Kwa hiyo ninaomba ruhusa na kibali kwenu. Kwa wale ambao metune kwamba msiweze kuunganishwa pasipokuwa na ruhusa zenu, nitakuwa nawatumia linki za kujiunga na magrupu haya, na ninaomba basi hiyo linki itakapokuja ukumbuke kubonyeza na ujiunge ili tuweze kufanya kazi hii na kubeba maono haya kwa pamoja. Lakini ombi letu la pili ambalo tunalo, nyinyi ndio nimewafundisha ana kwa ana. Kumbuka kabisa, kwa takwimu na tafiti zinavyoonyesha, elimu ya Tanzania kwa sasa ya sekondari form 1 mpaka form 6 95% inatolewa ana kwa ana. Nyinyi nimewafundisha ana kwa ana, na wanafunzi wengi pamoja na wazazi wengi wanaamini mwalimu wa ana kwa ana. Nyinyi nimewafundisha ana kwa ana. Nyinyi ndio mashahidi wangu, nyinyi ndio mashahidi wangu wakuu mtakaoshuhudia, nyinyi ndio mabalozi wangu, nyinyi ndio mtakao kuwa mnasambaza ujumbe huu mikoa 31, kila shule, kila kijiji. Ndio maana mlivyokuwa mnaandika majina yenu kwenye lile daftari langu la kujisajili na ambalo nilikuwa nakuuliza swali, je, unanielewa? Wewe kama umenielewa, naamini kabisa unaweza kumwaminisha mtu mwingine kwamba anaweza kanielewa na akasaidika. Lakini pia kwenye ile daftari kwa naandika unatokea mkoa gani. Lengo langu lilikuwa napima siku Mungu akiniinua kunipa huduma ya kitaifa, je, na watu ambao watakaonipa mkono wa shirika kufika huko, kwa sababu sina namna ya kufika kwenye kila shule, kila familia. Lakini nyinyi na maelfu ya watu kwenye magrupu yenu ya kazini, magrupu yenu ya familia. Share hizo linki, share hizo ratiba. Inawezekana wakakujibu vibaya, wakakuponda, wala usiogope, kwa sababu unajua unachokifanya. Hilo ni jibu la mtu fulani, inawezekana sio jibu la kwake. Unaachana na hicho, wewe una keep focus katika ile huduma ambayo Mungu alikuwa amekupa. Ombi letu la tatu, tunaomba pia kwenye magrupu haya msinyamaze. Ninaomba kabisa muwashuhudie, muwathibitishe, muambie pia mbinu mlizotumia nyinyi kufaulu masomo hayo, lakini pia shuhudieni Ole Njolai amewasaidiaje kufanikiwa na kuwa daraja katika masomo yenu. Sio kama alikuwa amefanya, sio mwalimu pekee au mwalimu pekee aliyekufundisha, ni walimu wengi, lakini Ole Njolai kuna mbegu fulani ameipanda ndani yako na inaota na inastawi na inaendelea kukusaidia na inaweka alama katika maisha yako. Ombi letu la 4 kwenu ni kwamba kuna wengine pia ambao mna huduma au wito wa ualimu. Karibuni kwenye magrupu haya ili muweze kufundisha. Lakini kuna wahandisi, karibuni kwenye magrupu haya ili muweze kuelezea faida. Kuna madaktari, yani karibu, usinyamaze. Haya ni magrupu ambayo naweka kwa ajili yetu, lakini tutunze heshima ya magrupu kwamba haya ni magrupu ya kuelimisha na kuweza kusaidiana. Na ombi letu lingine la msingi la 5, tunaomba uniombee mimi, ombea huduma hii, ombea maono haya, ombea familia yangu, ombea pia wanafunzi wanaokuwa nawafundisha, ili Mungu aweze kuwasaidia waweze kufanikiwa katika mitihani yao na katika maisha yao ya kila siku. Na ombi letu la 6 tunaomba basi na nyinyi pia mtupe mkono wa shirika. Huduma hii ni gharama. Labda niseme kwa upande wangu, mpaka hivi sasa nimeshapanda mbegu ya milioni 14, na katika milioni 14, milioni 13 ni ya kwangu na milioni 1 ni ya wanafunzi au alumni ambao niweza kuwashirikisha wakanipa mkono wa shirika. Bado gharama ni kubwa sana, na nyinyi tukishikana, kila mmoja akifanya kwa sehemu yake kwa moyo wa kupenda, sio lazima, kwa moyo wa kupenda, basi hii huduma itanyanyuka na itapaa, na kabisa kwamba minara ya kwetu sasa na vifaa vya simu vitabadilika kuwa shule, na kwenye kila familia baadaye, miaka 10 baadaye, kila familia utakuta wanajifunza elimu nyumbani na wanapata darasa na shule nzuri na elimu nzuri nyumbani. Kwa hiyo katika muktadha namna hiyo, nipende kuwashukuru sana. Naomba
Pokea ujumbe huu na kufanyia kazi. Mungu wangu awabariki na kuwatunza siku zote za maisha yenu, na Mungu wangu awaonyeshe uso wake na kuwalinda katika maisha yenu sasa na hata milele. Amen. Asante.